Kuna swali moja ambalo leo natamani nilijibu, swali ambalo huenda watu wengi wamekuwa wakijiuliza. Swali lenyewe linahusu kwa nini Marekani wameshindwa kuiondoa Iran kinguvu katika mlango bahari wa Hormuz, jambo ambalo linaifanya Marekani kila uchao wanatangaza kwamba wanaanzisha mawimbi mapya ya mashambulizi ambayo wataanzisha sasa moja kwa moja kutoka Marekani kwenda katika taifa la Iran. Kwa wale ndugu zangu ambao mnahitaji huduma bora za ujenzi wa vyoo vya kisasa ambavyo havijai zaidi ya miaka 50 unavitumia, basi suluhisho la kujenga choo cha kisasa ambacho hakijai linapatikana kwa mtu bingwa mmoja tu anaitwa PMP Company Limited, yupo jijini Dar es Salaam, Tanzania, akifanya kazi pia nje ya nchi na maeneo mbalimbali ya Tanzania. Kama upo mkoani, mpigie simu sasa hivi. Kama upo Dar es Salaam, unajenga nyumba yako kali ya kisasa ambayo ni moja kati ya nyumba ambayo huhitaji usumbufu wa vyoo kujaa pamoja na kutapisha vyoo wakati wa mvua, piga simu sasa 0768643243. Banao ni PMP Company Limited, wamerudi tena kwa kishindo cha hali ya juu zaidi. Baada ya break hiyo, niwape ripoti yenyewe. Kwa miongo kadhaa Marekani imekuwa ikitumia nguvu zake za kijeshi kulinda maslahi yake katika Mashariki ya Kati. Hilo halipingiki. Lakini kuna eneo moja ambalo pamoja na ukubwa wa jeshi la Marekani, uwezo wa kiteknolojia wa Marekani na ushawishi wa kisiasa, bado Marekani haijafanikiwa kulidhibiti kikamilifu. Eneo hili ni ule mlango bahari wa Hormuz. Kimsingi mlango bahari wa Hormuz sio mlango kama unaofungua kutoka chumbani kwako kutoka nje au kutoka nje kuingia ndani kwako. Hapana, hii ni njia nyembamba ambayo inaunganisha ghuba ya Uajemi pamoja na bahari ya Oman, lakini pia ndiyo njia muhimu zaidi duniani kwa usafirishaji wa mafuta pamoja na gesi. Kwa hiyo kwa namna hii inamaanisha kwamba eneo hili lilikuwa linatakiwa kwa gharama yeyote, kwa nguvu yeyote ile, Marekani ahakikishe analidhibiti, kwa sababu mafuta ambayo yanatumika duniani kwa kiwango kikubwa zaidi yanapita katika mlango huu kila uchao. Hii ina maana kwamba tukio lolote ambalo linaweza likatokea pale Hormuz linaweza likayumbisha uchumi wa dunia ndani ya masaa machache, kama ambavyo tuliona baada ya Marekani kutangaza kwamba eneo hilo wanaliwekea vizuizi, wanaliwekea vikwazo. Dunia imepata mtikisiko mkubwa sana katika idara ya mafuta duniani, na imefikia hatua mpaka taifa la Urusi ambalo ni moja kati ya mataifa ambayo yana hifadhi kubwa sana ya mafuta duniani, wanasema kwa hivi sasa wanapata kiwango kidogo cha mafuta. Sio kwamba wameishiwa na mafuta, wanapata kiwango kidogo cha mafuta kutokana na kwamba wanahitaji kuhifadhi mafuta au kuyatumia katika kiwango cha uangalifu mkubwa sana, kwa sababu flow ya mafuta ambayo ipo duniani kwa hivi sasa imekuwa ni ndogo sana. Sasa swali linalobaki ni kwa nini, kama Marekani ndio taifa ambalo lina jeshi kubwa zaidi duniani, lenye nguvu kubwa zaidi duniani, kwa nini wameshindwa kuifurumusha Iran katika mlango huo bahari wa Hormuz? Sasa leo tunalijibu jambo hili. Ukitaka kuelewa hiki ambacho ninakizungumza, unachukua kwanza mihemko yako, unaiweka pembeni, halafu unasikiliza fakti za kile ambacho ninajaribu kukueleza. Jambo la kwanza ambalo tunalisemea hapa, Marekani imekuwa ni ngumu zaidi licha ya tambo zote anazozungumza, ni anashindwa kuidhibiti mlango bahari wa Hormuz kwa sababu ya geographical area, geographical location, yani jiografia ya eneo hilo. Iran, ifahamike, ndio ambao wanamiliki sehemu kubwa ya pwani ya kaskazini ya mlango bahari wa Hormuz. Kutokana na nafasi hii, kwa hiyo wana uwezo mkubwa sana wa Iran kufuatilia karibu kila meli inayopita katika njia hiyo, na watu ambao wamekuwa wakifuatia masuala ya kijeshi ulimwenguni wanasema kuwa mara nyingi jiografia huwa ina nguvu kuliko silaha. Yaani unaweza kuwa na meli nyingi za kivita, lakini huwezi kuhamisha milima wala kubadilisha eneo la ardhi, na ndio maana wa Iran wameendelea kulishikilia eneo hilo, na wao walisema tuna silaha ambayo ni silaha hatari zaidi hata silaha ya nyuklia. Hiki ndicho ambacho tunakiona leo. Kwa miaka mingi Marekani waliamini kwamba wao wangeweza kuwa na uwezo wa kupunguza au kuondoa kabisa utegemezi wa dunia katika mlango bahari wa Hormuz kwa kutengeneza njia mbadala ambazo zitakuwa zinatumika kusafirisha mafuta. Na hapa ndipo mabega ya Saudi Arabia yalipoanza kuinuka, ambapo walianza kutengeneza bomba la mafuta la Mashariki Magharibi, ambapo pia falme za Kiarabu UAE na zenyewe
zikatengeneza bomba la mafuta lile la Hobshan pamoja na Fujairah, ikiwa walikuwa wanataka kutengeneza mpango au njia mbadala ya watu kupitisha mafuta yao pale katika mlango bahari wa Hormuz. Lengo unajua lilikuwa ni nini? Marekani aliyetumia Saudi Arabia pamoja na falme za Kiarabu ili mafuta yao yafike kwenye masoko duniani bila kupitia pale Hormuz. Yani mafuta yanayotoka Saudi Arabia, mafuta yanayotoka kule Dubai na maeneo mengine Middle East yasipite katika mlango bahari wa Hormuz, na badala yake yapite katika hiyo milango au hizo njia ambazo Marekani alizifungua. Lakini tatizo ni kwamba mabomba haya sasa hayana uwezo wa kubeba kiwango kikubwa cha mafuta ambacho kinazalishwa katika eneo hilo, kwa sababu unapotaja mataifa kama Iraq, unapotaja mataifa kama Kuwait, unapotaja taifa kama Qatar, bado yanategemea kwa kiwango kikubwa, yani zaidi ya 80% njia ya Hormuz. Hivyo hata kama sehemu ya mafuta ya ambayo yanapita katika eneo hilo labda yangepitishwa katika njia nyingine, sehemu kubwa bado ingelazimika kupita katika mlango bahari wa Hormuz, na ndiyo maana bado inakuwa ni ngumu sana kwa Marekani. Kwa lugha rahisi ni kwamba njia mbadala zipo, lakini hazitoshi kuchukua nafasi ya Hormuz. Huu ndio ukweli wa mambo, ndio maana Marekani amekuwa na wakati mgumu sana. Baada ya kuona mkakati wa kiuchumi hauleti matokeo ambayo yalitarajiwa, Marekani wakaongeza nguvu za kijeshi katika eneo hilo. Kwanza wakapeleka meli za kubeba ndege za kivita, wakatengeneza silaha ambazo tunasema ni silaha hatari zaidi kwenye uwanja wa vita. Mifumo ya ulinzi wa anga na doria baharini zilipelekwa kwa wingi katika eneo hilo. Lakini jambo moja tu ambalo watu wanatakiwa kuelewa, Iran haikutetereka hata kidogo. Iran waliendelea na wanaendelea kubaki kuwa na faida ya hiyo geographical location, kwa maana ya swala la kijiografia. Zaidi ya hayo, Iran mfahamu kwamba hawategemei kwa kiwango kikubwa meli za kivita kama ilivyokuwa Marekani. Badala yake, Marekani wao wanasema kwamba yani wanaweza wakatumia silaha na mbinu ambazo zinaweza kuleta hasara kubwa kwa adui ambaye ana nguvu zaidi duniani. Yani Muiran akikaa anasema mimi sina shida ya kutumia silaha nyingi za kivita, hapana, ila mimi nina uwezo wa kumharibu adui mdogo mdogo mpaka akashindwa kufua dafu katika maeneo hayo. Makombora ambayo tumeona yamekuwa yakipita pwani yanalenga meli, boti ndogo za kasi, ndege zisizokuwa na rubani na mabomu ya baharini na mifumo ya kisasa ya upelelezi vinaifanya operation dhidi ya Iran kuwa gharama kubwa na ambayo ina hatari kubwa zaidi. Na hiki ndicho ambacho rais wa Marekani Bwana Donald Trump amekuwa akilaumu sana. Kwa hiyo unapozungumza swala la Hormuz, sio nani ana jeshi kubwa zaidi, bali ni nani ana uwezo mkubwa wa kuongeza gharama za vita. Kwa upande mwingine, hapa tunamwona Muirani ana uwezo mkubwa wa kumsababisha Marekani atumie gharama kubwa zaidi kufikiria namna gani ambavyo anaweza kaiharibu Iran, hasa katika eneo la bahari au mlango bahari wa Strait of Hormuz. Na baada ya kushindwa kubadilisha hali hiyo, Marekani wakaja na mpango mwingine wa kusindikiza meli za mafuta kwa kutumia meli zao za kivita ili kuhakikisha usalama wa usafirishaji katika eneo hilo. Lakini mpango huo na wenyewe haujaleta matokeo ambayo Donald Trump alikuwa anatarajia. Kwa sababu ni nini? Kwa sababu kwamba usalama wa biashara hauamliwi na meli za kivita pekee. Hili watu ambao wanafanya biashara za kimataifa wanaelewa. Kampuni za bima huwa zinaangalia kiwango cha hatari ambacho kipo katika eneo husika. Kwa hiyo kadri mvutano unavyoongezeka ndivyo gharama za bima zinavyopanda. Mwishowe gharama hizo zinaongezea kampuni, yani zinafanya yani mtu anapiga mahesabu kwamba sasa nikipitisha meli katika mlango bahari wa Hormuz, bima inatakiwa iwe labda ni mara 3 ya bei ambayo nimenunua mafuta. Kwa hiyo hata mafuta yale yakiyaleta huku sokoni hayawezi kuwa na faida, kwa sababu the more unavyopitisha gari lako kwenye moto ndio linakuwa lina hatari zaidi ya kulipuka. Kwa hiyo hata watu ambao ni wa bima ni lazima na wenyewe wapandishe kiwango cha juu cha bima, kwamba gari lako sasa lazima ulikatie bima kubwa zaidi, kwa sababu litakuwa linapita katika maeneo ambayo ni hatari, isije ikala kwao. Na ndio maana sasa Marekani amelazimika kufikiria njia nyingine ambayo ni sio njia nzuri sana au njia salama sana katika suala zima la usalama wa kiuchumi duniani. Na hiyo njia yenyewe ni ipi? Ni njia ya kuwashinikiza wa Iran, yani Marekani kufanya mashambulizi katika maeneo ambayo
mafuta yakipita kwenye mlango bahari wa Hormuz, labda yakiingia nchi kavu, basi yeye atashambulia zile barabara, atashambulia zile njia, atavunja madaraja pamoja na mambo mengine. Muirani anamwambia, sisi huko hatuna habari nako. As long as watu wetu wana uwezo wa kukaa hapa wasiende sehemu nyingine yote na wakaishi, basi we vunja madaraja, vunja mabarabara vile ambavyo unaweza. Kwa hiyo mlango bahari wa Hormuz yani tunasema ni zaidi ya bomu au ni zaidi ya silaha ya bomu la nyuklia, kwa sababu imekuwa ni sehemu ambayo sasa yani nguvu inapimwa na akili. Yani Marekani anatumia nguvu, lakini Wairani wanatumia akili kubwa zaidi pale Mashariki ya Kati. Na hadi hivi sasa tunaposema ni kwamba rekodi, takwimu zinaonyesha kwamba vikwazo vya kiuchumi, mashinikizo ya kijeshi na kuongeza majeshi ya kigeni haviwezi kabisa vikaiondoa Iran katika ile nafasi ya kimkakati kwenye mlango bahari wa Hormuz. Kwa hiyo hoja ambayo kwa hivi sasa inaonyesha ni kwamba yani, licha ya nguvu alizokuwa nazo Marekani, licha ya jeshi kubwa lilokuwa nalo Marekani, licha ya bajeti aliyokuwa nayo Marekani, licha ya vitisho alivyokuwa navyo Marekani, lakini Iran wana nguvu ya hoja ya kijiografia katika ukanda huo. Yani hakuna namna jeshi kubwa la Marekani duniani linaweza likahamisha mlango bahari wa Hormuz kutoka mahali ulipo na kuiondoa Iran katika eneo hilo. Hili jambo haliwezekani kabisa. Kwa hiyo nikasema walau tuzungumze kidogo katika eneo hilo, maana nilishaona watu wanasema unajua Hormuz itaenda Marekani, sijui itaenda wapi. Inaenda katika mtindo gani? Yani ni sawasawa na wewe unapigana na mtu ambaye wewe uko chini, halafu mtu aliyepo juu ya mlima anashusha mawe, anateremsha mawe, kiasi kwamba hauna uwezo wa kuyazuia yale mawe kutokana na aina ya mawe ambayo yanashuka kutoka kule. Ndicho kitu ambacho anakifanya huyo Muiran. Iran geographical ile inamlinda kwa sababu wapo kwenye milima, na hilo eneo lipo kwenye milima, lakini chini ya Strait of Hormuz, chini yake pale baharini, ameweka makombora ya kila aina ambayo yanaweza yakafanya maangamizi sana wakati wowote ule. Leo tunapozungumza ni kwamba kwenye kina kirefu cha mlango bahari wa Hormuz kuna meli nyingi sana zimesimama pale. Kwenye kina kifupi cha mlango bahari wa Hormuz kuna meli nyingi sana zimesimama pale na haziendi mbele wala hazirudi nyuma. Badala yake ni kwamba ni Muirani ndiye ambaye anachagua, anasema wewe meli namba A pita, wewe namba C utakapo wiki 3, yani hivyo, ili wajihakikishie usalama, lakini pia wao ndio waoneshe ulimwengu kwamba wao ndio wana control nzima ya Middle East, hasa katika eneo la usafirishaji wa mafuta kupitia mlango bahari wa Hormuz. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.